Mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Mheshimiwa Nyakia Ali Chilukile akiambatana na kamati ya usalama ya wilaya amefanya ziara katika shule mbalimbali za halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga ili kutoa elimu kuhusu ugonjwa wa mpox. Lengo la ziara hiyo ni kuhakikisha wanafunzi na walimu wanapata elimu sahihi kuhusu ugonjwa wa mpox na kuchukua tahadhari stahiki. Aidha, amewatahadharisha kuhusiana na hatari za tabia za ushoga. Umekuwa na taarifa kutoka serikalini ya kuwepo kwa ugonjwa au mlipuko wa ugonjwa wa mpox. Na kwa kuwa ugonjwa huu unaathiri watu na kwa njia tulizoambiwa kwamba inaweza ikawa ni njia ya hewa, kugusana, kushirikiana vitu hivyo, lakini na kula wanyama mwitu ambao pia wameambukizwa na ugonjwa ambao kiasili umetokana na nyani. Tumeendelea kutoa elimu katika maeneo mbalimbali. Leo tarehe 19 ni kuwa na zoezi la kupita kwenye shule za sekondari ambazo wenzangu wamenipangia ratiba kwamba mimi na kamati ya usalama ya wilaya tunapita kwenye maeneo mbalimbali kutoa elimu. Kwa hiyo leo tumepita kwenye shule ya sekondari. Lengo ilikuwa ni kuwafikishia wanafunzi taarifa za uwepo wa ugonjwa nchini na namna kujihadhari na ugonjwa, na wao wakawe mabarozi kwenye familia zao wanakotokea. Kumekuwa na wimbi kwenye baadhi ya shule hapa nchini, hasa wanaokaa bwenini, wanafunzi wengi kufanyiana vitendo vya kikatili, hasa kuingiliana wa kiume na wa kiume. Ziko taarifa kwamba kuna baadhi ya shule hapa Sumbawanga watoto wanafanya hiyo michezo. Kwa hiyo tumefika kwa lengo la kukemea hii hali isijiendeleze, kwa sababu si maadili ya Kitanzania, si maadili ya Kiafrika, lakini tunataka tuwe na kizazi chema. Taifa hili linazidi kukua na watoto wetu ni lazima tuwafundishe maadili mema na tukemee hizi habari zisienee, kwa sababu kesho tutakapokuwa tupo, hawa watoto tunaokuja kuachia taifa tunataka tuachie vijana ambao wako imara, wana akili za kutosha, lakini wana nguvu za kutumikia nchi yetu. Nashukuru serikali ya Mama Samia na inavyoendelea kutuelimisha kupitia mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Nyakia. Sisi kwa upande wetu wa shule tumejiwekeza nguvu kubwa katika kuelimisha wanafunzi wetu, maana sisi wateja wetu wakubwa ni wanafunzi. Kwa muda mwingi tumetengeneza mazingira ambayo yanawatengenezea wao kujiepusha kukaa kando na vihatarishi au visababishi vyote ambavyo vinaeneza ugonjwa wa mpox. Kwa ngazi ya shule tumejitahidi kutengeneza mazingira mengi ya kuweka maji tiririka na sabuni, kuhakikisha vyoo vyetu ni visafi na kuhakikisha mrundikano wa madarasa, wanafunzi darasani mrundikano unapungua kwa kuongeza idadi ya mikondo kutoka kwenye mikondo 4 kwenda kwenye mikondo 5. Lengo kubwa ni kuepusha ule mrundikano wa wanafunzi. Kwa hatua za awali tutaanza kuepuka kusogeleana, kushikana mikono, lakini tutaandaa ndoo za kunawa maji kwa ajili ya kunawa mara kwa mara. Tunaamini wanafunzi hao wanatoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tukianzisha program ya kuwaelimisha mara baada ya mkuu wa wilaya kuondoka, kianzisha program watakuwa ni mawakala wazuri kwenye jamii wanazotoka, ikiwemo wazazi wao na walezi wao. Tunaamini hatutaweza kuyafikia makundi yote, lakini kupitia wanafunzi makundi yote yatapata hii elimu, na namuomba mkuu wa wilaya aendelee kutoa elimu kwa makundi mbalimbali, hususan wafanyabiashara wa eneo la Sabasaba, sababu ni watu ambao wana mkusanyiko wa watu wengi na ni watu wanaotoka maeneo tofauti tofauti. Hizo ni baadhi ya hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa na viongozi mbalimbali mkoani hapa ili kuhakikisha wananchi wanapata uelewa juu ya uwepo wa ugonjwa wa mpox na kuchukua tahadhari stahiki. Hii ni Gachi TV, langu jina ni Elias Mwagachi. Asante.